Naam, hujambo na karibu tena mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania usiku wa leo. Mtazamaji, ripoti hizi ni kuhusiana na Kapteni Tesha, kapteni ambaye awali aliweza kuzua hali ya taharuki nchini Tanzania, akiweza kukiria kwamba jeshi la JWTZ Tanzania lipo tayari kujiunga na wananchi katika maandamano ya tarehe 29 Oktoba, jambo ambalo halijamfurahisha Samia Suluhu Hassan na serikali yake, ambapo sasa hivi serikali ya Samia imemtuma msemaji wake wa serikali kuweza kujibu na kutuma onyo hili kali. Baada ya ukimya wa muda mrefu, hatimaye Kapteni Tesha azua hali nyingine ya sintofahamu mitandaoni usiku wa leo, ambapo wakati huu msemaji wa serikali Jason Msigwa amelazimika kumjibu na kumtumia Kapteni Tesha onyo hili kali usiku huu. Kapteni Tesha lazimika kuingia mafichoni hadi wa sasa, huku polisi wakiendelea kuchunguza swala lake. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Kumekuwa na mjadala mkubwa mtandaoni kufuatia kuibuka kwa mtu aliyejitambulisha kama kapteni wa JWTZ, Kapteni Tesha, ambaye alitangaza hadharani kwamba ana mipango ya kuchukua taifa hili la Tanzania. Kauli hiyo iliyoenea kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, hasa mtandao wa Twitter yani X pamoja na TikTok, imezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi wa Tanzania na kuibua mjadala mpana kwa serikali kuhusu usalama wa taifa na utakatifu wa vikosi vya ulinzi vya JWTZ. Watanzania wengi wameonyesha kushtushwa na ujasiri wa kauli hiyo ya Kapteni Tesha, wakihoji ni kwa namna gani madai hayo yanaweza kujitokeza wakati nchi inajiandaa kwa msimu nyeti wa kisiasa na wa uchaguzi. Katika kukabiliana na mtafaruku huo, serikali ya Samia Suluhu Hassan ya CCM kupitia msemaji wa serikali Jason Msigwa alitoa onyo kali kwa wananchi na kuwataka watulie na kuwa waangalifu. Akizungumzia moja kwa moja swala hilo la Kapteni Tesha, alisisitiza kwamba mtu yoyote asidharau au kusherehekea maneno yanayogusa taasisi nyeti kama vile Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ. Alisisitiza kuwa jeshi ni chombo cha kikatiba kilichoundwa kutetea taifa na sio uwanja wa kujitangaza kisiasa au kufoka umaarufu mtandaoni. Matamshi ya Msigwa yalikuja kama sehemu ya juhudi kubwa za kuzuia kuenea kwa taarifa potofu za Kapteni Tesha na tabia ya uzembe mtandaoni, kulingana naye, inayochochewa na watu kama vile Kapteni Tesha. Akiendelea na kauli yake, Msigwa aliweka wazi kuwa serikali inafuatilia na kuchunguza kwa karibu watu kama Kapteni Tesha wanaotumia vyeo vya kijeshi au kutumia lugha za uchochezi ili kupotosha umma kujiunga na maandamano. Alikariri kuwa vitendo vyovyote vinavyoashiria kutotii au vitisho kwa amani ya serikali havitadhibitiwa. Kutajwa kwa Kapteni Tesha katika muktadha huu kulitumika kama mfano wa onyo wa jinsi upotoshaji unavyoweza kuenea kwa kasi na kwa urahisi kuwa suala la kitaifa, haswa wakati madai kama haya yanasambazwa sana kwenye mifumo ya kidijitali. Msimamo wa serikali ya CCM, Msigwa alieleza, unatokana na mamlaka ya kikatiba ya kulinda utulivu ya taifa. Alifahamisha kuwa kesi ya Kapteni Tesha inapaswa kuwakumbusha wananchi kwamba uhuru wa kujieleza lazima utumike kwa uwajibikaji na si kwa namna ambayo inahatarisha amani ya pamoja. Mamlaka, alisema, itaendelea kuchunguza kama mtu anayetumia jina la Kapteni Tesha na uhusiano wa kweli na jeshi la JWTZ au ni tapeli tu anayetumia jina hilo kwa maslahi ya kibinafsi au ya kisiasa. Katika maelezo yake, msemaji huyo wa serikali alikumbusha zaidi umma juu ya urithi wa Tanzania wa umoja na amani uliojengwa kwa miongo mingi ya nidhamu ya kitaifa na kuheshimiana. Alitahadharisha kuwa matamshi kama yale yaliyotolewa na Kapteni Tesha yanahatarisha kudhoofisha misingi ya uwiano wa kitaifa na yanaweza kuwatia moyo wengine kushiriki katika vitendo sawa vya uchochezi. Kwa sababu hiyo, alisisitiza kuwa maneno hayo lazima yalaaniwe na kuripotiwa mara moja kwa mamlaka husika, na jeshi la polisi sasa hivi linamchunguza Kapteni Tesha. Kukua kwa mazingira ya kidijitali, Msigwa aliongeza, kumerahisisha watu binafsi kama Kapteni Tesha kudhibiti hisia na kuleta hofu. Alitoa wito kwa Watanzania wote kukosoa kile wanachotumia au kukiona mtandaoni, akiwataka kuhakiki taarifa kabla ya kushiriki au kujibu. Kwa mujibu wake, juhudi za serikali kudumisha utulivu zinategemea sana wananchi wenyewe kuwajibika na kutokuza simulizi hatari kama za Kapteni Tesha zilizoenezwa na anayejiita jeshi wa JWTZ. Wakati mamlaka zikiendelea na uchunguzi kuhusiana na Kapteni Tesha,
Msigwa alisisitiza tena kuwa hakuna mtu aliye juu ya sheria, ikiwa ni pamoja na wale wanaodai vitambulisho vya kijeshi bila kibali. Alisema kuwa serikali itamfungulia mashtaka mtu yoyote atakayepatikana na hatia ya kujifanya askari au jeshi au kueneza habari za uongo dhidi ya serikali ambazo zinaweza kuyumbisha taifa. Akizungumzia, Kapteni Tesha alieleza kuwa vitendo hivyo sio tu vya kutoheshimu jeshi, bali pia vinahatarisha muundo wa usalama wa taifa hili. Kwa maana pana, majibu ya serikali kwa kauli za Kapteni Tesha yanaonyesha nia yake ya kulinda uadilifu wa taasisi za ulinzi. Msigwa alisema kuwa majeshi ya ulinzi si zana za kisiasa, bali ni alama za taifa za umoja, nidhamu na uaminifu kwa katiba. Alionyesha wasiwasi kwamba watumiaji wa mitandao ya kijamii wakati fulani wamewatukuza watu kama Kapteni Tesha bila kuzingatia matokeo ya muda mrefu ya kueneza hofu au kuchanganyikiwa kuhusu jukumu la jeshi. Wakati huo huo, vyombo vya usalama vinasemekana kufanya ukaguzi wa nyuma ili kubaini utambulisho halisi wa Kapteni Tesha na nia ya shughuli zake mtandaoni. Matokeo ya awali yanapendekeza kuwa akaunti hiyo huenda iliundwa ili kuvutia watu na kuibua hisia za kihisia na kuchangia maandamano. Hata hivyo, serikali inashikilia kwamba itachukua suala hilo kwa uzito na kuchunguza ili kuwazuia wengine kutumia ishara za kijeshi kwa sababu zao za kibinafsi au za kisiasa. Mzozo unaomzunguka Kapteni Tesha pia umeibua maswali muhimu ya kimaadili nchini Tanzania kuhusu uhuru wa kujieleza dhidi ya usalama wa taifa. Wataalamu wanasema kuwa ingawa kila raia ana haki ya kutoa maoni yake, vitisho dhidi ya serikali au jeshi huvuka mstari au huvuka mipaka hatari. Wasiwasi wa serikali. Msigwa, msemaji huyo wa serikali, alieleza si kunyamazisha upinzani, bali ni kuhakikisha kuwa amani ya taifa na heshima kwa taasisi inabakia sawa, usawa ambao watu kama Kapteni Tesha wanaonekana kuupuuza. Maoni ya wananchi kuhusu kesi ya Kapteni Tesha yamechanganyika, huku wengi wakimwachisha kuwa mtu wa kutaka umakini, huku wengine wakimuona kuwa ni dalili ya kufadhaika zaidi miongoni mwa wananchi. Msigwa alikiri kuwa kuwepo kwa wasiwasi huo, lakini akasisitiza kuwa bila kujali nia gani, mbinu anazotumia Kapteni Tesha zikubaliki katika jamii ya kidemokrasia ya amani kama Tanzania. Alisema serikali ya Suluhu inaendelea kujitolea kusikiliza kero za wananchi kwa njia halali inayofaa, si kwa vitendo vya uchochezi au upotoshaji. Kwa kumalizia, Msigwa alisisitiza kuwa utulivu wa Tanzania unategemea heshima ya raia wake kwa taasisi zinazolinda uhuru wao kama JWTZ. Tesha sasa hivi anapokea ripoti mbaya na huenda ameingia mafichoni, huku jeshi la polisi likitangaza ya kuwa linamfanyia uchunguzi na kumjua yeye ni nani. Kesi hii ya Kapteni Tesha, alisema hivyo msemaji huyo wa serikali, ya kwamba inapaswa kuwa somo kwamba uzalendo haupimwi kwa matamko ya sauti, bali kwa utii wa sheria na uaminifu kwa amani ya taifa. Serikali kupitia vyombo vyake vya ulinzi na usalama itaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya mtu yoyote anayetaka kuharibu amani hiyo na kuhakikisha Tanzania inabaki kwa kinara wa utulivu na umoja katika ukanda huu. Katika dokezo la mwisho, mamlaka imewataka wananchi kuwa macho dhidi ya kuenea kwa machafuko au ushujaa wa uongo mtandaoni, akitumia mfano wa Kapteni Tesha. Wakati kesi ya Kapteni Tesha ikiendelea, inabaki kukumbusha kuwa usalama wa taifa huanza na jukumu la mtu binafsi. Kila Mtanzania, kila raia, serikali inasisitiza ana jukumu la kulinda maelewano ya nchi hii, si kwa hofu au uvumi, lakini kwa ukweli na si kwa uongo, kwa nidhamu na kujitolea kwa katiba bila kutetereka.